Kwa jina naitwa Hussein Majegu, ni mmoja wa mabalozi wa kujitolea wa Kinondoni Shamba, ambao kazi yetu kubwa sisi ni kusapoti harakati biashara za wafanyabiashara ndogo ndogo. Leo hii tuko hapa kwenye mgawa tuliopachika jina la Nguvu ya Buku, tukiwa support wafanyabiashara ndogo ndogo, baada ya mheshimiwa diwani kuona na amevutika na amekubali kuwasaidia, kwa sababu mazingira ya biashara ilikuwa ni magumu sana. Kwa hiyo kaamua kuwasaidia vitu vidogo, mfano meza, miavuli, viti, ili kwa support kwenye biashara yao. Na hiyo ndio project ambayo tunaweza kusema ndio project ya awamu ya pili ya uongozi wa mheshimiwa diwani, kuwagusa wafanyabiashara wa chini sana. Kwa maana hiyo tunaanzia hapa, lakini tutaendelea. Ulivyosema kwamba mnaanzia, maana yake ni endelevu. Na je, baada ya wakina mama hawa ama uzinduzi wa hii biashara hapa katika kijiwe cha Nguvu ya Buku, wapi tena ambapo mnaelekea, kwa sababu wajasiriamali wako wengi katika kata ya Kinondoni? Sasa sisi ni mabalozi. Kazi ya balozi ni kuwakilisha kilio cha watu, ndio kazi yetu tulioamua kuifanya. Kwa maana hiyo tukitoka hapa Nguvu ya Buku, baada kuona hawa wamesimama, kwa sababu kuwasaidia vifaa ni jambo lingine, kuhakikisha wamesimama ni jambo lingine. Kwa hiyo tutajitahidi kuendelea kuhudhuria hapa, na watu wote watakaokuja leo kwenye kukabidhi vitu tunawaomba waendelee kuhudhuria hapa ili kuwainua hawa kina mama. Tutakapolizika kwamba hawa kina mama at least wamesimama wao wenyewe, ndio tutakapoangalia sehemu nyingine hipi. Kwa hiyo sisi ushauri wetu kwa wakazi wa Kinondoni Shamba, wafanya biashara Kinondoni Shamba, waendelee kufanya biashara, waendelee kujitafuta, waendelee kushirikiana, waendelee kuungana, kwa sababu sisi hatuwezi kumfuata mtu mmoja mmoja, lakini mkijiunga ndio mnatuvutia sisi kuja kwenu nyinyi. Kwa maana leo tutaanzia Nguvu ya Buku, kesho na kesho uweze kujua tutaanzia mtu mmoja anauza ugali mchana wa buku au wa buku 1,500, napo tukaenda hivyo tukamsupport. Hivyo usiku labda kuna mtu anauza chapati zake, tukawa support. Ndio kazi yetu hiyo kubwa. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaangalia mwingine nani mwenye uhitaji wa kusapotiwa, tutamsupport, tutamtangazia biashara yake kupitia magrupu ya WhatsApp. Alafu kama sio lazima tumwisho, japokuwa ni project ya mheshimiwa diwani ya kuwashika watu mikono, basi diwani akivutika na ile kitu tutampa naye siku maalum na tutakuja kuzindua. Kwa hiyo kwa miaka hii 5 ya mheshimiwa diwani tujiandae kwa matukio kama haya mengi sana. Basi mimi kwa jina kamili naitwa Asha Ali Omari, almaarufu Mama Zai Mafoto au Mama Bibie. Mimi shughuli zangu ndo kama hivi hapa, napika supu, chapati, hatujaanza leo wala jana. Ila kila kaka zetu nani wetu wametuona tunahangaika, dada zao, juani, mvua yetu, jua letu, tunahangaika, tunatafuta riziki ndogo ndogo za kusaidia watoto wetu kwa kimu waende shule. Wakaona dada zetu kidogo hiki kila siku tunawasumbua ngoja tufikishe kwa mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani akaja siku akatutembelea hapa, akaona mazingira tunayofanyia kazi, akatuahidi, basi akapanga siku maalum ya kuja kutuletea vitu. Tunashukuru kweli, alitikia wito wetu, alikuja kututembelea, na tunashukuru kwa siku ya leo. Kama atakuja diwani tutampokea kwa shangwe, wote watakaokuja tutawapokea kwa shangwe tu. Hili kwenu nyinyi lina maana gani? Kwa maana ya kwamba mheshimiwa diwani ana support na kuunga mkono jitihada. Je, pengine mnawaambia nini wakina mama wengine ambao bado hawajaanza kujitokeza na kufanya biashara katika kujikwamua katika hali ya kiuchumi? Sisi tunaona yani ndugu zetu wasivunjike moyo. Diwani yupo kwa kusaidia kwa watu kama sisi. Yani yeye yupo anajitolea sana, sio kwetu sisi tu, watu wengi. Yani mradi tu waonyeshe ushirikiano kwamba kweli ni biashara inafanyika. Diwani yuko tayari kuwasaidia. Sio tena mtu kagawa kitu kidogo tena mara leo yuko hapa, mara leo kaenda kutunzana, mara leo vitu kauza. Hapana, diwani mambo hayo yeye hayapendi. Hataki. Yeye anayapenda mambo kama haya. Wewe jishughulishe, fanya kazi, aione anahangaika, diwani yuko tayari kujitolea, sio kwa sisi tu. Hata ndugu zetu wengine waliokuwepo yuko tayari kabisa. Asante. Kwa majina anaitwa Mwamini Ali,
Kwa majina naitwa Momeni Ali, mkazi hapa Kinondoni. Mimi najishughulisha kama hivi supu, chapati, miogo, ni tupo pamoja na mwenzangu hapa tena wamoja. Kwa hiyo yani baada ya muda mrefu kufanya biashara hapa, changamoto za hapa na pale za kutokea nini, jua, mvua letu, wa makaka zetu hapa mtaani wakatuona sisi tunavyohangaika na jua, tunavyopata shida, kwa hiyo kaenda kwa mheshimiwa diwani, akaenda kaongea naye. Mheshimiwa diwani ni binadamu, kaweka kwa sababu tu sisi wajasiriamali wadogo, kaweka kwa kutusaidia, akaona ili swala ni bora alishikilie yeye, alifanyie kazi kama yeye. Hili jina la Nguvu ya Buku limeanza kuwa mashuhuri na limekuwa maarufu katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo linaonekana kwamba kilikuwa kama kitu kidogo hivi. Ndiyo. Pengine kwa sasa hivi toka imeanza kutangazwa, mabadiliko na faida imefikia kiwango gani, au hali ikoje kibiashara, lakini pia hata kwa nyinyi mmenufaika nalo vipi ili jina la Nguvu ya Buku? Kwa manufaiko bado tunaanza kuyapata, ila ndo tunaanza kusoga mbele kuyapata, kwa sababu mheshimiwa diwani ndio hivyo yupo, tunamsubiri. Afu kwa ujina ukubwa hili limetupa ukubwa maarufu kote huko Kinondoni nzima. Sisi tulijua Masiala tu, lakini kama Mwenyezi Mungu mwenyewe kajalia tunapata kujulikana huko sehemu zingine za huko na huko. Mipango ikoje kuhakikisha kwamba biashara inakuwa na kuwaza vitu vingine? Naamini tu sio kwamba eti lengo ni kuwa hapa ulipo, lengo ni kukuza biashara na mitaji yenu. Ni kweli mipango ni mingi, kama hivyo tunatakiwa watoto kusoma, ada shuleni. Kwa hiyo tunavyozidi kupambana hapa kufanya biashara, tunaamka asubuhi tunapambana, lengo kuinua familia, kuinua majukumu yetu mengine kila siku. Hivyo yani. Kwa jina naitwa Richard Sheriga, mteja wa mamliamo ya supu ya Nguvu ya Buku. Sisi ni wateja wake, tunapenda sana wakina mama wanajishughulisha na kazi hizi. Na labda hili la kuja kwenye supu ya Nguvu ya Buku, leo ni uzinduzi wa kijiwe hiki ama sehemu hii ya biashara. Kwa nyinyi hii kama wateja mnaichukuliaje baada ya mheshimiwa diwani wa Kinondoni Idrisa Said Ngatiche kuweza kuwawezesha kina mama kwa kuwapatia vifaa, lakini pia kutengenezea mazingira ya kuwapa kuweza kufanya kazi kwa uzuri? Kwa nyinyi wateja hili lina maana gani? Unawapa nguvu wakina mama kujishughulisha kama hivyo. Diwani anawapa nguvu za kufanya kazi, mitaji anawaongezea. Nashukuru diwani kwa wema wake. Na pengine unawaambia nini sasa wateja wengine ambao bado hawajawahi kuja kuonja ladha ya supu ya Nguvu ya Buku? Na Nguvu ya Buku kweli inamaanisha nini, kwa maana ya kwamba buku lako linaweza kusababisha ukala ukashiba na siku yako ikaendelea? Tunakaribisha tu watu wengine ambao bado hawajafika hapa waje wanywe supu ya hapa kwa Nguvu ya Buku. Supu nzuri, supu nyingi, unakunywa unaridhika, kwa na buku yako tu unafurahi. Asante. Kwa jina naitwa Rashid Mohamed Mashaush almaarufu Rashid Rodi. Mimi ni mjumbe wa chama au mwenyekiti wa chama shina namba 8 hapa Kinondoni. Kwa tukio la leo naweza kasema tunashukuru kwa sababu ukaribu wa mheshimiwa diwani kwa wananchi wake, kwa wapiga kura wake. Kwa mantiki hiyo naweza kasema tukio la leo limekuwa linaleta faraja zaidi, kwa sababu lengo kubwa mheshimiwa alichotaka kuwawezesha wakina mama kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Kwa hiyo mpaka hapo naweza kusema mimi nashukuru kwa sababu akina mama wako kwenye eneo langu. Wewe Saudia ni mjumbe wa shina namba 8. Na katika shina hili namba 8 bila shaka wafanya biashara na wajasiriamali wako wengi. Kwa nini leo imekuwa Nguvu ya Buku na wafanya biashara wako wengi? Kwa nini hawa? Kwa nini hawa? Asante. Ni vema kwa nini hawa? Kwa sababu tu wapo, mlolongo ni endelevu. Hapa kuna vijana wa bodaboda, kwa hiyo tunakwenda hatua kwa hatua. Ameanza kwanza na kina mama wajasiriamali, and hapo baadaye, kwa sababu naye mheshimiwa diwani naye huwa anapitia kwenye mambo mengi,
Kwa hiyo tunaweza kusema kwa hichi atakachokifanya ndio mwanzo. Na mwisho sasa, unawaambia nini wafanya biashara wengine ambao bado hawajajitokeza na kutangaza biashara zao kama ilivyo kwa hawa hapa kwenye Nguvu ya Buku? Kikubwa zaidi wafanya biashara hawa wajasiriamali wadogo wadogo, hususan wa shina lako namba 8. Wa shina langu, na tutaka kusema ni kwamba wajitahidi kufanya kazi, sio wanapopewa mitaji au wanawezeshwa basi wakawa wameboteka tu. Ushafahamu? Wajishughulishe. Ukiuza mchicha ujiongeze, kesho niuza mchicha, niongeze na viazi, niuze na kitu gani. Ushauri wako kwa kina mama hususan katika kujiunga vikundi ili kuweza kupata misaada, kwa sababu hata mheshimiwa diwani awe na hela na uwezo kiasi gani hawezi kumsaidia mtu mmoja mmoja. Wito wako kwa kuwafanya kina mama na vikundi vya vijana hususan wa shina lako kuweza kujiunga katika vikundi ili kuweza kupatiwa misaada, lakini pia nguvu kuwezeshwa kwa mtindo wa vikundi, hili kwako wewe kama mjumbe unawaambia nini sasa wakazi wa shina namba 8? Asante. Mimi kubwa kabisa naomba kwanza jitihada za kupewa elimu, kwa sababu asilimia kubwa wananchi wangu elimu ile ya biashara kibiashara, wajiunge kisha wapewe elimu. Ushafahamu? Unapopewa mtaji, je, huo mtaji unakwenda kununua vijora au kupeleka kwenye sehemu husika? Kwa hiyo elimu hiyo naona bado ni ndogo. Kwa hiyo jitihada zifanywe na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wake, ili vikundi vinavyojitokeza kwanza wapewe elimu. Ushafahamu? Wajue nini hicho anachopewa mtaji, anayepewa mtaji kwa maana mikopo au akawezeshwa tu kama hivi mheshimiwa diwani, kwa sababu anawapa tu, hawakopeshi. Ushafahamu? Wapate elimu kwa hayo. Habari ya saizi watu mbalimbali ambao mnanitazama sasa hivi, kwa majina naitwa Kadukuru, maarufu kama balozi wa misosi. Tuko katika tukio letu leo hapa la uzinduzi wa mgahawa huu maarufu ya Nguvu ya Buku, na kinachofanyika sasa hivi ni maandalizi ya kile ambacho tunataraji kitakuwepo baadaye katika shamra nzima za uzinduzi wa hilo tukio. Kimsingi mimi kama balozi nimekuwa nikitangaza migahawa mbalimbali na kuweza kuhamasisha watu waweze kuhudhuria katika migahawa hiyo kwa sababu ya kuwaunga mkono wajasiriamali. Na leo itakuwa tofauti kwa sababu tumerudi katika mgahawa ambao uko chini kabisa huku, yani mgahawa ambao watu ndio wanajitafuta kuanza biashara zile za vyakula chini, na vyakula vyao ni loko, ni vyakula vile vya chini ambavyo vyakula hivyo pia watu wanavifurahia katika maisha yao na maisha huwa yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hapa mgahawa wa Nguvu ya Buku wenyewe wanajihusisha na kufanya biashara za vyakula kwa bei ya chini, yani kwa shilingi 1000 unaweza ukapata chakula ambacho kinaweza kikapelekea wewe ukaiona thamani yako ya ile 1000. Kwa hiyo hiyo ndio sababu hasa ya mgahawa huu kuitwa Nguvu ya Buku. Leo unafanyika uzinduzi, kwa maana kwamba wafanyabiashara hawa kina mama hawa watapata support kutoka kwa mheshimiwa diwani. Pengine labda kwa nini tunaanza na Nguvu ya Buku wakati migahawa au labda vikundi viko vingi vya wajasiriamali katika eneo hili? Hii ilikuwa ni programu ambayo tulikuwa tumeipanga baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu na kuweza kumpata mheshimiwa diwani, kuchaguliwa kwa diwani wa kata Kinondoni Idrisa Said Ngatiche, na yeye kwa kushirikiana na sisi tuliweza kuona namna gani tunaweza tukafanya kwa pamoja kuweza kuhakikisha tunawafikia watu wa chini, kuwasaidia katika ujasiriamali wao. Kwa hiyo mheshimiwa diwani ameona kwamba ni vyema pia tukaanza na migahawa ambayo iko chini kabisa huko, tukagusa maisha ya watu ya chini ya kawaida, alafu baadaye kadri ratiba itakapokuwa inaendelea atakuja katika pia migahawa ya watu wenye level ya kati. Habari za saa hizi wakazi wa kata Kinondoni na Kinondoni yote kwa ujumla. Naitwa Ustadh Mohamed Moshi. Niko hapa katika uzinduzi wa mgahawa huu wa Nguvu ya Buku. Kabla sijaelezea mengi kwa nini Nguvu ya Buku, huu ni msemo. Buku ni neno la Kiswahili ambalo sio rasmi lakini linaenda kurasmishwa. Buku ni 1000. Kwa nini imeitwa Nguvu ya Buku? Hela yetu sisi wa Tanzania imekuwa haina thamani ile ambayo ukifananisha na nchi nyingi za Afrika kama Kenya, nakuta wenzetu wametuzidi kithamani ya fedha. 1000 ya Kenya tofauti na 1000 ya Tanzania. Ukiwa na 1000 ukienda katika baadhi ya migahawa mingi huwezi kupata kile ambacho ni thamani ya ile 1000. Kwa hiyo 1000 imeonekana kama hela ambayo haina thamani. Lakini kina mama hawa
wametuletea mgahawa huu ili ile 1000 yako ionekane na thamani kubwa katika biashara, katika ulaji wako, katika shughuli zako za kila siku, katika kujitafutia maisha, kwamba kwa kiwango kidogo ulichokuwa nacho, thamani ya ile hela unaweza ukapata kitu ambacho kinalingana na hiyo 1000 yako. Kwa hiyo wakatuletea huu mgahawa ambao kwa 1000 yako ina thamani kubwa sana kwa wao. Sasa maneno yangu mimi ni kwamba tunatakiwa tuwasupport sana hawa kina mama, kwa sababu kwanza wameonyesha ule uzalendo wa hali ya juu kwa kuonyesha ni jinsi gani wanajali maisha ya watu waliokuwa chini, kiasi kwamba kwa kiwango ulichokuwa nacho cha shilingi 1000 ambacho sehemu nyingi ukienda huwezi ukapata chakula cha kuweza kutosha, lakini kwao hawa unaweza ukapata kile ambacho 1000 yako itakuonyesha thamani yako kwao. Kwa hiyo rai yangu kwenu nyinyi watazamaji na wana Kinondoni wote kwa ujumla, tunatakiwa tuwasapoti hawa kina mama, na leo hii anaonyesha ni jinsi gani alivyokuwa anawajali hawa kina mama, kiasi kwamba amewaletea vitendea kazi vya kuweza kusapoti biashara yao. Lakini sisi pia kama walaji tunatakiwa tuwasapoti hawa kina mama. Tunawasapoti vipi? Kwanza kwa kuongeza idadi ya watu kuja ili wao ile faida ipatikane. Kama walikuwa wanapata faida 5,000, 10,000 kwa siku, kwa kuja kwetu wingi kutaongezea ile faida yao. Lakini la pili, sasa tutoke sasa katika ile nguvu ya buku. Hebu tuongeze thamani sasa, tuseme badala ya nguvu ya buku kwamba kwa 1000 unaweza ukapata kitu, tuwaongezee angalau tufanye 500, kwa sababu maisha yanapanda kila siku. Wamekuwa wanafanya hivi kwa muda mrefu sana 1000, lakini maisha yanapanda kila siku. Kwa hiyo hebu katika kwa support tutoke sasa kule katika ile 1000, angalau tuwaongezee hiyo 1500 ili na wao waone ile faida ya biashara yao. Kwa majina naitwa Ali Mpita, ama maarufu napenda kuitwa Dr. Mpita. Tuko hapa na kwa ajili ya jambo moja, linaweza likaonekana dogo lakini ni kubwa sana. Ukubwa wake ni katika kutaka kuinua na kutengeneza akina Shishi wengi, kutengeneza akina Asha Buheti wengi. Hili ni jambo ambalo ndo zuri. Unajua ni vyema kutengeneza msingi kuanzia chini. Leo hii tuko na dada zetu na ndugu zetu baadhi ambapo wamekuja kwa ajili ya kuweza kulifanya hili jambo ambalo limeandaliwa na mheshimiwa diwani wetu. Limekuja kama wazo ambalo likaja likaongezewa nguvu wazo kwa Mr. Kadokul ambaye huyu ni balozi wa Kinondoni. Na kwa nini tulimuita balozi? Ni kwa sababu kati ya watu ambao wanapokea sana maoni ya vijana na kuyafanyia kazi na kuweza kuzifikisha sehemu mbalimbali, nyanja tofauti, na kweli vijana tunaona utofauti na tunafika mbali. Kama hivi leo kaweza kumshirikisha mheshimiwa diwani wetu Idris Ngatiche ambaye ni diwani ya kata ya Kinondoni Shamba. Kwa hiyo tunasema tunataka kuibadilisha Kinondoni, na ukitaka kubadilisha kitu jamii fulani, basi ibadilishe kwa upande wa uchumi. Kwa hiyo ili kuweza kubadilisha kwenye upande wa uchumi, ndo haya tunayofanya leo. Tunakaribisha watu wengi, tunawaleta hapa nguvu ya buku. Kwa hiyo mimi na imani ni jambo zuri na ni jambo ambalo litaleta tija, hata kuweza kutoka leo Kinondoni tukatoka kata ya Kinondoni Shamba ikaja kata nyingine Kinondoni Tanzania na wana Kinondoni kwa ujumla. Mimi naitwa Maliki Mboe, ni balozi wa nguvu ya buku. Unaona kama tuko hapa, kama mnakumbuka moja kati ya kauli za diwani kwamba pia atasaidia jasiriamali wa kina mama wa Kinondoni Shamba, wa kina mama wa kata ya Kinondoni. Hapa tupo kwa ajili ya nguvu za buku, kwa support ya jasiriamali wa kina mama ambao mheshimiwa diwani aliwaahidi kwamba atawasupport, na sisi mabalozi tupo hapa kwa support wa kina mama na kwa ajili yetu. Unaona huu wote umekuja na bado kuna wengine wanaongezeka wengi sana. Tupo hapa kwa ajili ya nguvu ya buku. Hii nguvu ya buku ina faida zaidi, sema nyinyi watu hamjui tu. Nguvu ya buku ina ubora, kuna kila kitu kwenye nguvu ya buku.
kuna miogo, kuna msupu, kuna miandazi, kuna michai, kuna vitu vyote katika nguvu ya buku. Juu ya yote pia unaruhusiwa kuja na hotpoti lako. Hii unaliona hotpoti ile hotpoti lazima itakuwa supu ya nguvu ya buku, ni hotpoti lazima iwepo, kwa sababu mheshimiwa diwani amesema uje na hotpoti lako, utakunywa na hotpoti lako. Unaweza kuweka akiba, aidha una mwenzi wako yuko nyumbani, una mwenzi wako na mtoto wako na yote ambaye ameshindwa kufika hapa, basi nguvu ya buku ile hotpoti utamfikishia, kama mujibu wa mheshimiwa diwani alivyosema kwamba watu wote lazima mrizike na kinachokuwepo kibebwe. Basi mimi ni balozi ambaye nimekuja kwa mfano tu kuliko wote waliobakia, kama balozi wangu mimi nikuja hapa mpaka nimekuja na hotpoti langu kwamba nguvu ya buku itakuwepo. Jamani, njooni tuwasupport kina mama Kinondoni. Karibu. Yeah, asante sana bwana. Kwa jina mimi naitwa Aziz Maulidi, mkazi wa Kinondoni Shamba hapa. Tumekuja kwa ajili ya kuzindua mgawa wetu hapa nguvu ya buku. Tumekuja kupata supu. Tumefly, tumekusanyika na watu wengi sana tofauti mbalimbali, wametoka sehemu tofauti. Na watu wengine, sisi wengine tumeshindwa kwenda kazini kwa ajili ya leo jambo letu ili tulifanye vizuri. Pengine labda wewe kama mteja, nguvu ya buku ni sehemu ya Kiswahilini zaidi ya hii inaleta maana gani kwa hii inaleta motisha kwa ajili ya ya kuinua wanawake ambao ni wajasiriamali, hasa dada zetu sisi, mama zetu sisi, na wake zetu sisi wenyewe. Naona bwana, na imepata mwitikio mkubwa sana. Mojawapo ndo kama mimi hapa nimekuja na kipaseli. Naona mfuko huu mfuko kuna hotpot container kabisa. Nimekuja kwa ajili ya kuchangia kusupport wajasiriamali, wanawake ambao wanajitafuta kwa ajili ya maisha mengine hapa na pale endelee. Lakini nashukuru sana, mazingira, mapokezi yote ni mazuri sana, na tuko hapa pamoja kwa ajili ya kujumuika na ndugu zetu ambao wametoka mbalimbali sehemu tofauti. Mgao huu unakusanya watu wengi sana kutoka maeneo mbalimbali. Ndio. Kaliba, hadhi na muonekano wa tofauti. Ndio. Pengine kwa huu mgao unatoa taswira gani kwa migao mingine ya Kiswahili kama huu? Hii tuseme kwamba ni Swahili culture. Utamaduni wa Kiswahili, na watu tumeamua kurudi nyumbani kwa ajili ya kupata utamaduni wa supu za Kiswahili. Unaona bwana, mwisho siku mimi kwa mfano nimemisi sana kula kichwa cha mbuzi. Unaona sasa kichwa cha mbuzi nitakipata hapa, unajua. Nimemisi kula ulimi wa ng'ombe. Unaona bwana, mpaka niende Masaki huko, unaona. Lakini hapo Uswahilini napata kwa huduma zangu zote nazozihitaji, vitu vya kienyeji vya Kiswahili nitapata hapa, unaona bwana. Kwa hiyo nafurahi sana. Unamwambia nini mheshimiwa diwani? Mheshimiwa diwani namshukuru sana, Mwenyezi Mungu azidi kumweka. Naomba sana azidi kutoa changamoto na kuwawezesha wanawake ambao ni wajasiriamali, na si wanawake tu, hata kwa jinsia za kiume, kwa watu ambao ni vijana watafutaji hapa na pale, ili mambo yaende vizuri. Naitwa Vincent Lucas Mwepwa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kinondoni Shamba. Leo tuko hapa kuzindua mgao wetu hapa mtaani kwetu Kinondoni Shamba. Unaenda kwa jina la nguvu ya buku, na maana ya nguvu ya buku maana yake ni kwamba 1000 yako inaweza ukapata chakula kizuri, supu nzuri na ukashiba. Na pia hii ni chachu kwa wafanyabiashara, kwa sababu mtu anaweza kwa 1000 akaona hawezi kula, lakini akiwa na buku kwa maana 1000 anaweza kula na akaenjoy maisha. Kwa hiyo pia hao wafanyabiashara wametuletea unafuu wa maisha katika mtaa wetu. Lakini licha hivyo pia hata wao wenyewe wanazindua leo, na mheshimiwa diwani atakuwepo. Tunawaunga mkono nguvu ya buku kuhakikisha kwamba na wao wanainuka kiuchumi, kuhakikisha na wao maisha yao yanaendelea kujengeka vizuri. Kwa maana yao ambao inawazunguka mbondo watu hao. Leo hii tumekuja hapa kwa hii thamani ambayo mnasema buku 1000, lakini ndio ambayo inatatua changamoto za watu hao. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, na tuwapongeze sana hawa mama kwa kitu ambacho wamefanya. Ndugu yangu Kado amekuwa ni balozi mzuri sana katika kata yetu Kinondoni. Kwa na mimi mara nyingi sana namsifia sana, na siachi kusema hayo kwa sababu ni mtu ambaye anazunguka sana pale kwao. Pale kuna dada zake wanachuma chapati, wana maandazi na shughuli kama hizo wanazofanya hao, lakini hakutaka kutumia ule selfish ubinafsi, kwa sababu mimi rafiki yangu tunaongea mambo mengi,
alikuwa na uwezo wa kusema bwana mheshimiwa diwani, njoo hapa nyumbani, kuna dada zangu hapo hapa wanahitaji 1 2 3 uje angalie, lakini katoka kule, nyenyewe mnaweza mkaona. Lakini haya mambo mpaka uwe na macho ambayo Mungu amekuonyesha ndio unaweza ukayaona haya. Kwa ukiwa tu hivi hivi huwezi kuyaona haya. Huwezi kujiuliza kwa nini atoke kule aje hapa, kwa nini aache ndugu zake wa karibu. Wewe mwenyewe unaweza kufikiria, na ndivyo msaada ambao unaweza kutokea kwa mtu yoyote yule. Msaada sio lazima wewe mtu akupe pesa, hapana. Hata wazo tu ambao ile kukusaidia kutoka hapa kwenda sehemu nyingine ni jambo kubwa sana. Na haya yapo hata katika mambo yetu ya utawala ambao sisi tunayafanya. Leo hii tunaweza kuzungumza kwamba labda katika uongozi wangu labda nimeleta siji barabara, labda siji nimeleta kituo cha afya, lakini anaweza katokea mtu tu akasema kwani ukaleta hii? Wewe kaleta serikali? Kwani katoa hela hii? Sasa unaweza kujiuliza kwani serikali haije kuwepo usilikuwepo? Yaani katika jambo lolote lile lazima kuna mtu ambaye alilianzisha hilo na kulifanyia jitihada. KC hapa katumia jitihada zake kunileta mimi hapa. Leo mimi hata nikitoa chochote hapa na ndugu yake Majeu, watu wanaweza kumsahau KC wakaanza kunisifa mimi, lakini hizi sifa zote hizi mwenyewe nani? KC na nani? Na Majeu. Kwa sababu mimi yani ngawajuaje hawa mama? So na waifahamu, sio kama siwafahamu, lakini ngajuaje kama wana changamoto zao. KC kwa nini sichukue mimi anipeleke Makumui Square, si ndio? Kwa nini sichukue mimi anipeleke kwa dada zake pale? Kanileta hapa. Leo hii hawa mama akifaidika, anafaidika KC, anafaidika mama. Anafaidika mama, lakini njia imetokea wapi? Imetokea huko. Kwa hiyo sisi kama binadamu lazima tuyajue hayo na tuyakumbuke na tujue tujue fadhila, hata kitu kidogo mtu akifanya tukijue na tukithamini sana. Itatusaidia hata katika maisha yetu haya ambayo tunaenda nao, kwa sababu binadamu sisi maisha yetu ni mzunguko. Hakuna mtu ambaye tu akaja akazaliwa tu hata kama ukiwa umekamilika vipi, lazima kwamba kila mtu anakuhitaji katika maendeleo yako, katika maisha yako, kila mtu. Na ndio maana hata mtu akifa hata uwe na vipi, lazima watu waje wakachimbe kaburi, watu wazike, wafanyaje, ndio mambo yalivyo yanavyoenda. Kwa hiyo nikushukuru sana KC kwa kutambua na kuona kwamba kuna changamoto. Mimi nilikuja hapa, KC amesema miezi 3, hapana, ni kama mwezi mmoja nyuma. Nilikuja hapa, nikakaa hapa na mama hawa, nikaangalia, sababu nilikuwa naona tu kwenye mitandao, nikaangalia, na kitu kikubwa ambacho kilinipa sana changamoto, kwa sababu baada ya kufika hapa kuna mama mmoja ambaye alipata nafasi ya kusema. Yule mama akati anaongea tu kwamba anasema kwamba nakushukuru mheshimiwa umekuja hapa. Kuja kwako kwa peke yake sisi tunashukuru. Lakini vile vile kwamba wewe mheshimiwa mwenyewe umekuja hapa, uwezi amini akusema kwamba nini anahitaji. Na kitu ambacho kilivyoondoka hapa kilinishangaza sana, mpaka leo kilinishangaza. Kwa sababu wewe hata wewe mfano leo hii umepata nafasi, kakaangu Abduli, umeenda umekutana na Mama Samia Suluhu Hassan kwenye meza yake. Bwana vipi? Bwana mimi mfanya biashara, ndio umekutana na mheshimiwa rais hapa. Una changamoto gani? Naona utaanza labda mtu kujielezea pale. Lazima si ndio nimekutana hapa ndio kumaliza changamoto zangu hapa. Si ndio? Hiyo ndio binadamu wote tulivyo hivyo. Lakini yule mama walai hakusema anahitaji chochote, hakusema. KC anaweza kuwa shahidi. Aliambia mheshimiwa wewe angalia hapa, wewe ndio utajua mwenyewe. Kwa hiyo mimi alinifunga kwanza. Yaani kwa maneno madogo tu ambayo yeye aliongea, mimi niliabeba yale maneno kama ni mama, kama ni mdada kwa upeo mkubwa sana. Na hii inazungumza in general kwa hata kwa wanawake wote, kwa mama wote. Kwa sababu hakuna mtu wa tamaa, na simjui vizuri tabia yake, lakini kwa hayo tu kauli yake nikajenga kwamba huyu ni mama bora sana. Ni mtu bora sana. Na kama ana mume basi amepata mwanamke bora sana. Kwa sababu hakutaka kusumbua. Alikuwa mtu mwingine akasema mheshimiwa nahitaji msingi, nahitaji vitu vingi kati biashara anafanya. Mimi naweza kujiuliza huyu anahitaji msingi, mbona biashara anafanya, si ndio? Mimi nimekuja mwenyewe hapa, si ndio? Unajua unaweza kutoka na unajua sisi wengine ni watu, unajua sisi wengine mimi ni mtu ambaye kufikiria vitu vingi. Naweza nikawa najadili jambo lako hata mwezi mmoja nikawa nakaa nalo tu na nalipambanua. Unajua Mungu kaniumba hivyo.
Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno aliniongea leo hii, nimeleta vitu ambavyo yeye hakuniomba. Kwa hiyo mimi niliangalia tu vitu gani nikusanye nilete pale. Kwa hiyo nakupongeza sana mama kwa hiki kitu ambacho umekifanya, na sisi kama serikali, sisi kama kita Kinondoni, kazi yetu ni kusaidiana. Kama alivyosema mwenyekiti kwamba tumekuwa na utaratibu wa kutembelea sehemu nyingi sana kuangalia wajasiriamali wadogo. Kipindi cha nyuma huko nilikuwa na utaratibu wa kuwapa watu misingi. Wanaweza kaja pale ofisini na wapa misingi 300 na wapa lakini sasa ikana yenga taswira hizi ambazo tunazungumza hizo. Wengi wanakuwa sio kweli, sio waaminifu. Mtu anatoka tu kwa kujikusanya na kundi lake, wanakuja na hapa 300 400 wanaenda hapo wanaenda kunywa nini? Pombe. Wengine wanaenda kufanya sherehe zao ambazo wanafahamu wenyewe. Wengine ni wapa paka majiko hivi na hivi wanaenda wanauza. Siku hiyo tutampa leo, kesho anaenda kuuza. Hivi vitu kama hivyo hapo. Lakini sasa nimekuja hapa kwa wale wa mama, nimeona biashara zao ambazo wanafanya. Nimekuja site mwenyewe. Tokea ile mwezi uliopita mpaka leo nimekuta bado wanaendelea na biashara zao zile ambazo wanazozifanya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni kweli ni wafanya nini? Wafanya biashara, sio watu ambao ni waongo. Umeona? Kwa hiyo hata kama natafuta wadau wapi, ni kweli tukienda sehemu ndio kwamba tunaenda kwa watu ambao ni sahihi kabisa, ambao wanahitaji kusaidiwa. Sio watu ambao tunajitahidi kutumia pesa zetu za mfukoni kuwasaidia, lakini ili kupunguza ukali wa maisha, lakini watu wanakuwa sio wa kweli. Kwa sababu haya tunayafanya sio kwamba labda hizi pesa zimetoka serikalini, hapana. Huu ni mfuko wangu mimi mwenyewe ambao nimeutenga kwa ajili ya kula keki na wenzangu. Tugawane kidogo ambacho kipo. Juzi hapa tumeona wenyewe maandamano makubwa yametokea, watu wanachukia serikali, maisha magumu, vitu kama hivi vinatokea. Kwa sababu gani? Inaonekana kama watu tu wapo mbali na wananchi. Watu viongozi labda wapo mbali. Unajua wananchi wanaweza kuongea jambo lolote lile ambalo lipo. Akikuona unaendesha gari nzuri, akaona kwamba hela zake yeye labda kodi yake wewe ndio unaifanyaje? Unaichukua. Fikira kama hizo hapo. Na ukishakuwa vitu unasema njaa ikishafika hapa, jambo lote lile linaweza lifanyaje? Likafanyika. Jambo lote linaweza likafanyika. Sasa kwa tambua haya, sisi tunajaribu kukaa na sio kama labda tumeanza leo. Kabla sisi wengine hatuja kuwa na nafasi za uongozi. Ni utaratibu ambao tumejitengea kuwa karibu na ndugu zetu hawa. Na hata wakati tunaomba kura, tunaomba kuingia kwenye madaraka haya, tulikuwa na sababu msingi ni hiyo, kwamba vipi tutaisaidia jamii kwa pamoja. Tushakuwa labda tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe, lakini hapana, lazima kwamba tushikane mkono, sababu tukiacha haya mambo tutakuja kutawaliwa na watu ambao baadaye watatuletea mazingira magumu. Lazima tuingie wenyewe kwenye siasa, kwenye serikali, ili tukipata fursa tuweze kushare na wenzetu. Hatuwezi kumaliza matatizo yote binafsi ya watu, hata mimi siwezi hivyo, lakini tunajaribu kidogo pale nitapokuwa nimejichanga, nimeshalipa ada zangu za watoto, nimelipa hivi na hivi, basi kile kidogo ninachobakia tunagawana na wenzangu. Tumekuwa hivi tunafanya utaratibu mara kwa mara kwa watu mbalimbali. Japokuwa wanadamu hawezi kusema kwamba wakalizika na yote. Wengine wanasema diwani anapendelea Kinondoni Shamba. Inaweza katokea leo hizi picha zikiingia kwenye mtandao, watasema kwamba diwani muda mrefu sana ipo Kinondoni Shamba. Muda mrefu sana, lakini unajua kwani ukiangalia jiografia ya maeneo yetu, hii ni squat area. Kinondoni Shamba huku kuna nyumba nyingi na hata wapiga kura wapo wengi sana. Lakini sio tu kama tunawafuata wapiga kura, mazingira tu yenyewe yalivyo. Ukiangalia hata sherehe kwa mwaka ndani ya kata yetu Kinondoni, nafikiri Kinondoni Shamba ndio inaongoza kwa sherehe. Kila siku sherehe, kutokana na nini? Mazingira yao yanaruhusu hivyo. Mazingira yao yanaruhusu hivyo. Hata ukiangalia hata kwenye mikutano, wao utakuta zile vibe zao wanazofanya, huwezi kufananisha na Kinondoni mjini, huwezi kufananisha na Addis Estate, huwezi kufananisha na Block 41. Huwezi kufananisha hivyo hata siku moja. Ukija hata saa 3 saa 4 utakuta mazingira ya watoto ambao Kinondoni Shamba yapo, huwezi kutafuta kufananisha na Block 41. Kwa hiyo Kinondoni Shamba ni watu wa hali ya chini zaidi. Watu hii ukienda hivi Nguvu ya Buku, ukienda Addis Estate tutaikuta. Uikuti. Zuberi mwenyewe anasema kule kwao hamna. Huwezi ukuta, au sio? Kwa hiyo maisha hayafanani. Hayafanani hata kidogo, na Mungu ndiye alivyoumba hivyo. Mungu ndiye alivyoumba hivyo. Haiwezi kufanana hata siku moja. Kuna watawala na watawaliwa.
si ndio? Yani lazima ipo hivyo. Sasa wewe leo ukitaka kujifananisha wewe uwe kama mimi utapotea. Wewe sijui wewe kama huu, hapana. Wewe rizika na hicho ulichokuwa nacho. Na ndio maana hawa mama kaona kwamba biashara yao inafaa hapa, kwa sababu hapa ndio kuna wateja wao waize elfu moja zao hizo, au sio? Kwa hiyo mazingira yanafananisha na yanachochea kwamba nini kifanyike. Kwa hiyo sisi mkituona sana tupo Kinondoni Shamba, kwa sababu sherehe nyingi zipo Kinondoni Shamba na tupo tunapoalikwa. Mimi ukinialika popote pale nakwenda, hata kama ufungua baa yako wewe niite tu, mimi nakuja, hamna shida. Mimi jana nienda kwenye maulidi pale ya Shabani Okero, lakini nimetoka hapo kuna dada fulani uko na baa yao imefunguliwa pale, kanita nikaingia kwenye baa yangu na kanzu yangu. Ndio uongozi ulivyo huko. Mwisho wa siku tutamwomba Mungu atuangalie, atuangalie tunaangalia nini sisi, jinsi ya kuwa jinsi wao ndio Mungu alivyowatengenezea wao hivyo. Hatuwezi kuwakataza ndio biashara yao wanafanya hivyo, na wanalipa kodi katika serikali. Sisi kazi yetu ni kuwasaidia na kuwapa mawazo, kuwapa ulinzi. Hiyo ndio shughuli ambayo inafanyika hapo. Kwa hiyo nasema haya kwamba popote pale, iwe ni Brofotwani, Ada Estate, Kinondoni mjini, si wapi, kama kuna jambo lolote lipo, mimi nipo tayari muda wote. Mkialika mimi nakuja, wala sichagui sherehe wala kuchagua jambo lolote. Kwa hiyo mnaweza kusema diwani anapendeza, hapana. Huku vibe kila siku. Jana kulikuwa pale siji barabara imefungwa, kesho na leo Jumamosi naweza kushangaa kuna sherehe zaidi ya 3 zipo hapa. Na nilisema mimi hapa siku moja katika kundi letu kumba, nilijitolea, hata MC wangu nimemweka nani, Babi Hamza wa Kinondoni Shamba, si ndio? Niwaambia Babi Hamza, wewe katika sherehe zozote Kinondoni Shamba wewe nenda tu, ukiwa MC wewe, mimi nimeshalipa. Yaani wewe nenda, nimeshalipa. Kwa nini tunafanya haya? Kwa sababu sio kama tunasema tunamjenga Babi kwa sababu ni mwenzetu Kinondoni Shamba, si ndio? Na yeye ndio fani yake MC. Tunamsaidia vipi katika fani yake? Ndio tunambeba hivyo, au sio bwana? Na wewe ambao mwenye sherehe, ile gharama ya shilingi 60,000 ya MC kulipa pale, si nishakulipia? Si nishakuchangia mchango wako? Hata kama sijaje simama uenda. Ndio tunavyoenda hivyo. Kwa hiyo sasa hivi simu kifungua tu asubuhi huko. Simu nyingi za Kinondoni Shamba. Leo na shughuli yangu hapa, leo na shughuli yangu hapa, leo na shughuli yangu hapa, leo na shughuli yangu hapa. Kwa hiyo Babi kazi yake sasa hivi kwenda. Kwa hiyo hata Babi nimempa yeye ubize, maana yake sasa hivi shughuli zimekuwa, hata kama alikuwa watu wote kumpa yeye inabidi wampe yeye, maana yake. Kwa hiyo hiyo ndio mipango ambayo saa nyingine tunakaa tunaifikiria jinsi gani ya kusaidiana. Na lazima tuwe wabunifu jamani, kwa sababu tunapokutana hapa, hizi nafasi zingine hamwezi mkazipata. Sio madiwani wote wanaweza kukutana na watu hivi. Mimi nakaa na watu wengi sana. Kwa hizi nafasi tunazokutana tusiziache bure. Tuwe wabunifu, tuwe watu wa mikakati, tuambiane. Siwezi mimi nikafikiria vitu vyote, hapana. Hapo tu Mungu ametupa akili tofauti, ametupa mambo mbalimbali hapa. Juzi nilikuwa naongea na baadhi ya watu, wanasema sasa hivi nchi yetu na changamoto ya maji, na sisi wote tunafahamu hivyo. Lakini tunaweza kusema watu wanailaumu sana serikali. Lakini sisi tuna wataalamu hapa ambao serikali imewasomesha kwa gharama kubwa. Kuna maprofesa ambao wanajua mambo hayo. Wanafanya kazi gani? Utakuta wao kutoka kwenye kazi zao za msingi wanakimbilia kwenye siasa. Na wao watakao wabunge, watakao mawaziri, waende heshima ili kuuza, kuna vitu vya msingi vya kusaidia serikali. Uweze kumsaidia mtu kama Mama Samia Suluhu, sengine yeye ni mwana siasa tu. Ajui mambo ya kuweka mipira pale ya maji ajui. Lakini nyie ambao wataalamu ambao serikali imewasomesha, mmesaidia nini serikali? Uprofesa wenu una maana gani sasa kwa nchi yetu ya Tanzania? Kwa hiyo baadhi ya vitu lazima sisi wenyewe tusikae tukulaumu. Lazima tuwekeane mipango. Sisi hapa sasa hivi watu walikuwa wabunifu, na angalia kuna watu sasa hivi wameanzisha makundi ya kijamii ambayo yana faida kubwa sana. Wanaweza kutoka kundi lina watu 200 au watu 300. Watu wanaanza kuambiana tu kwamba Ndangio, wewe lazima mwaka huu wewe uwe na gari. Lazima wewe ununue gari la milioni 40. Mimi sina hela, hapana. Ndangio anafanya kazi gani si ya kusambaza vyakula kwenye mahoteli, ndio? Kila siku wewe inabidi wewe unaleta hapa shilingi 5,000. Tunakupigia hesabu wewe, watu ndio mjini watu wanavyoishi hivyo. Kwa hiyo baadhi ya vitu vingine ni sisi wenyewe tuwe wabunifu, tuweke mikakati. Na watu wapo wa kusaidiana hivyo. Lakini sasa usikae tu wewe, usubiri wewe ulete hela na serikali, hivyo vitu havipo.
Hakuna kitu wa serikali ambayo inaweza kuletea hela mfukoni, hakipo hivyo. Lazima tuwe wabunifu, tuwe watu wa mikakati, tuwe watu wa mipango, tulete mawazo, tutasaidiana, tutakaa vikao, tutatatua changamoto kwa uwezo wa nafsi zetu. Sisi wengine tuna wadau wengi ambao tunao, lakini tunao. Hatuwezi, mimi siwezi nikajua changamoto zako, siwezi nikajua mambo yako wewe, lazima tukae. Kwa hiyo mimi leo nimekuja, nimenunua baadhi ya vitu. Kuna jiko pale la gesi nimeleta na mtungi wa gesi pale nimewaletea na meza 3 na kuna vitu vingine kwangu vilikuwa store pale, nikaona bora niwakusanyie kwa sababu kutokana na jiografia ya huku nikasema bora nivilete huku. Na kuna paka mwiko nimeuleta pale. Nguvu ya Buku oye! Nguvu ya Buku oye! Huku si Kiswahilini. Mambo hayo tunayapata Bofotwani hayo. Au Makumi Square tunayapata hayo. Mpaka mwiko upo.